qul sema ila aya hii وإذا سألك عندما سمع وإذا سألك يسألونك تفاوت هي juu lugha ya Kiarabu watakuuliza na kama ni maana moja tu وإذا سألك عبادي عني على طول فإني قريب hajaweka Mungu qul ili asijue mtu madamu jawabu maachia mtume haba nibite mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa hii kwa hivyo kwa maana nyingine ile confession katika Uislamu hakuna ile kwamba bwana mtu anakwenda shekhe nimefanya dhambi hii na hii na hii hakuna. Naam. Ni shirki kwanza haifai. Hiyo ni shirki. Naam. Okay. Ile ataka alete lafzi hadith tujue labda kafahamu vibaya au sahihi au sio sahihi au ulama mtafsiri yeye amefahamu vibaya. Hoja yake moja hapo shekhe amesema hapo huyo bwana yani anasema mtume amesema niombeni. Anasema tunavyofahamu sisi tuombe yeye tumuombe mtume. Tunavyofahamu anasema tunavyofahamu sisi mtume ni sawa sawa akiwa hai au mayitin, akiwa yuko hai au amekufa mtume yuko sawa. Kwa hiyo unasemaje hapo katika kumuomba? Sielewa. Yani hoja yake ama sivyo Sheikh Muhammad? Ndivyo hivyo. Nielewa mimi. Ndivyo hivyo. Yani huyu bwana ana kama mambo mawili. Ya kwanza ndio Sheikh umezungumza, lakini la pili anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasema niombeni mimi, yani niulizeni mimi kitu nitawapa, niombe maji nitakupa. Mnafahamu? Kwa sababu akiwa yuko hai na akiwa amefariki ni sawa. mshafahamu hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum naqsudi hayati khairun lakum mimi nipo unachukua kwangu ilmu na mamati khairun lakum unafuata sunna zangu naqsudi hivi. Lakini mimi naomba huyu challenge kidogo katika dua baada ya adhana Abdullah tunasema nini? Thumma salu liya wasila. Muombe Mungu ampe mimi wasila. Tunaomba sisi tumwombe ampe wasila. Usanajibu nini? Kwa wewe mtu. Ito challenge niache hewani hivi tu. Naam. Okay, anasema hadithi sana. Naam. Okay, Doto kutoka Kondoa anasema swali watu wamechangia baba alafu akaja akamuoa mtoto wa dada yake waliochangia baba. Ni maisha nchanganya. Akaoa mjomba mtoto shangazi yake itakuwa. Je, inafaa? Yani yeye kaoa dada ya babake mtoto wake. Hamna shida. Hamna shida. Sio mtoto shangazi yake. Naam. Sema asema imamu ameenda sijida akasahau kurukuu, alivyoinuka kaanza upya. Tulipomaliza baadhi wakasema subhanallah na wakaenda sujudu. Usahihi wake ni upi? Imamu amekasahau rukuu. Imamu kasahau rukuu, lakini hawa wanaonekana walimaliza hiyo swala. Baada ya kumaliza ndio wakasema subhanallah kisha wakaenda sujudu kuleta sijida ya kusahau. Ulama wanasema Sheikh Muhammad kama mtu ameacha katika sala rukuu au sujud leo ni na rukuu na sujud na sawa. Kama muda hajaenda mbali anaenda sujud sawa tu, na kama muda ushafika dakika 20 saa anarudisha ile nguzo ile. Naam, mzima hii anarudisha ile. Mimi nakusudia mtu amesahau rukuu sio hivi. Imamu mwenyewe kasahau rukuu, kwa hivyo hao wamekwenda mpaka wamemaliza wakatoa na salamu kisha ndio wametoa. Okay, hapa anasimama anarudisha rakaa moja baada ya sujudu sajda mbili. Rukuu hii ndani iko ndani ya rakaa moja. Wazi rukuu tu peke yake kwa lazima malize rakaa. Utendaji sujud bila rukuu anakuja baada yake sujud. Umeelewa? Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi al-yadaini rakaa nne kasali mbili kasahau. Wakati anaenda hajaanza upya amelipa ile mbili, maana mbili rakaa mzima mbili kalipa zote. Lakini rukuu na sujudi ndani ya rakaa utarukua peke yake alafu tufanyeje? Hapana. After salam. Itabidi amalize kusoma tahiyati na sajda. Sio? Bora urudishe rakaa mzima ile. Kama muda ameenda nusu saa atarudisha rakaa yote kama iko tatu yani sala zote mzima. Labda Sheikh Muhammad hapa watazamaji wetu waweze kuelewa kidogo katika hilo swali la huyo bwana, ikiwa imamu na pamoja na waswaliji wameswali lakini imamu amesahau kwenda rukuu kisha akaenda sijida mpaka swala ikaisha, lakini wengine wakaleta sijida sawa. Sheikh anasema jambo hili
ni lazima tuliangalie kwa mapana yake na marefu yake. Kwanza tufahamu rukuu huwezi kuileta ikiwa uko nje ya rakaa. Ndio tafsiri ya maneno ya Sheikh. Kwa sababu rukuu ni kitendo kinachopatikana ndani ya rakaa. Sasa ikiwa huyu mtu ameacha rukuu, itabidi alazimike kuleta rakaa nzima ambayo yenye surati al-Fatiha, yenye nini, sawa? Pia atakwenda rukuu, aje i'tidali, aende sijida mbili zile, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sawa? Kisha akae tahiyatu, ima atoe sijida, alete sijida sawa, alafu ndo atoe salamu. Sawa sawa. Lakini mtu anaweza kuuliza, Abdullah anasema mbona mtu kama anasahau tahiyatu kwanza haleti rakaa ana sijida mbili tu? Tunamwambia yuko ndani ya swala, sajda tahiyatu ya kwanza haiko katika nguzo katika sala, ni wajib. Na hii rukuu ni rukun. Rukun ulama wanatoa taarifa, wanasema ma la yatimu shay illa bihi. Naam. Sheikh anasema mtu anaweza kauliza hapo, inakuwaje mtu akisahau tahiyatu ya kwanza tumwambie alete nani yote? Anasema ni tofauti na hii ya rukuu. Rukuu ni nguzo, na nguzo taarifu yake ni jambo ambalo halitimii isipokuwa kwa jambo hilo. Halitimii isipokuwa kwa jambo hilo, kwa hiyo lazima ulilete jambo hilo. Na ndio maana hapa huyu bwana ambaye aliacha rukuu ametakiwa alete rakaa yote nzima ambayo ndani yake kutakuwa kuna rukuu, pamoja na hivyo alete sijdati as-sahw. Naam, asante sana. Swali lingine anauliza, je, huyu ni Shufaa area A Dodoma, asema kutoboa kitovu au kuweka kipini au kufanya mfano wake kwa mapambo ya mwanamke, sheria ya Uislamu inakubali? Alhamdulillah. Mimi nashangaa, yani kutoboa kitovu ndio nini? Uliko mapanga gani? Ayu zina fi hapa ليس بشيء ظاهر هذا. hiyo kwa mume wake, lakini kitovu hasa zawjati. المهم العلماء يقولون, ونسمع علماء yote mwanamke anafanya kwa ajili ya mwake mapambo, alafu sheria hajakataza na yeye habati madhara, hamna shida. Lakini sio wakati anatoboa inapata madhara tena, damu nini bala. Kama hana madhara, naona hili anatoa kwa ili mbele ya mume wake, hamna shida. Lakini tabia kila mama tunajua, siku anavaa nguo nzuri na kupamba anaenda harusi. Anasema kwa ndani kule anakaa ile ya nani, nguo ambayo baka wewe unaona nguo na yeye inafanana, mtihani. Naam. Hata kujipamba, unajipamba ukiwa unaenda harusini. Anasema asalamu alaykum, naomba kujua kwa sababu gani, anasema watie udhu, anaomba kujua kwa sababu gani Mtume Muhammad sallallahu aliwaambia masahaba watie udhu baada ya kula nyama ya ngamia. Je, pana hikma gani? Juma Mwanjauka wa Mwanamtoti, Dar es Salaam. Alhamdulillah. Amekuja hadithi Jabir, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fi Sahih Muslim ameulizwa tunachukua udhu katika kula nyama ya mbuzi au ng'ombe, asema hapana. Mbuzi asema hapana. Ngamia asema ndio. Na yuko hadith Jabir tena Sahih Muslim anasema akhir ahd min amri an-nabi sallallahu alayhi wasallam an la natawadda mimma masathu an-nar. Mtume sallallahu alayhi wasallam mabaki ya mwisho katoa amri, yani kabla hajafa au yani fatwa yake ya mwisho, anasema kila kitu ambaye imegusana na moto hatuchukui udhu. Imam Shafi hadithi anaona hadithi ya kwanza ambayo kuchukua udhu kwa nyama ya ngamia imefutwa hadithi hii, na ina khilaf ndefu sana katika hii masala hii. Na al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ametaja katika kitabu al-Majmu', kitabu yake Majmu' rahmatullahi alayhi, kataja masala hii na katoa rajih, ni kampinga Shafi'i, katoa ni rajih ni nyama ya ngamia inabatilisha na haribu udhu. Kwa kila hal
hikma yake hatujui, tunafuata hikma yake hatujui, nasema sami'na wa ata'na, lakini baadhi ya ulama wamejitahidi kutoa hikma. Anasema mtume katika hadithi anasema shetani ameumbwa na ngamia ameumbwa na shetani. Sahih Bukhari, ngamia ameumbwa kwa shetani. Sasa watu wanafikiri ngamia ameumbwa na jini, sio maana hivi. Shetani anakusudia ni ukorofi, tabia za kikorofi. Imana hata hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu kama anasali na hana sujda, hadithi ya Muslim aidha, na amepita mbele yake mwanamke baligh au punda au umbwa nyeusi, Abu Dharr anasema sala zake amekatika. Ndio nasema hadithi ya Muslim. Abu Dharr kashangaa, sema ya Rasulullah, ma balu alkalbu alaswad min alasfar min alahmar, kwani tu ni umbwa nyeusi tu, kama atakuwa nyeupe au black au red vipi? Mtume akamwambia alkalbu alaswad shaytan, maana yake kalbu alaswad shaytan, sio jini. Wanakusudia kalbu alaswad korofi. Imana ulama Sheikh Muhammad anasema kullu shaytan jinni walaysa kullu jinni shaytan. Naam, maulama wanasema kila shetani ni jini, lakini sio kila jini ni shetani. Umeelewa kanuni hii? Kila shetani ni jini, lakini sio kila jini ni shetani. Kwa maana hiyo kila jini anakuwa na ukorofi. Kila muumini ni Muislamu, lakini sio kila Muislamu ni muumini. Bwana. Okay. Au kaida nyingine fuqaha Sheikh Muhammad anasema kullu haram najis walaysa kullu najis haram. Kila haram ni najisi, lakini sio kila najisi. Kullu najis haram walaysa kullu haram najis. Kila najisi ni haram, lakini sio kila haram ni najisi. Mfano paka najisi au najis? Haram sio haram? Ni haram, lakini najis? Hapana. Mkojo najis, lakini sio haram. Haram kunywa. Paka huwezi kula, paka haram huwezi kula nyama yake, lakini sio najis, anakubitia haba. Okay. Idhan wanasema kullu najisun haram walaysa kullu haram najis. Punda ni haram kula, lakini sio najis, tunaishi naye, kumshika pia. Sasa wanasema kullu shaytan jinni walaysa kullu jinni shaytan, yani jini yote sio wakorofi. Katika Qur'ani Mungu ametaja sura al-Uluhiyya, wajina sema wa anna minna almuslimuna wa anna minna salihuna, wako waislamu wako salih, sio wakorofi hao. Sumeelewa sana. Sasa Allah Ta'ala kamita katika Qur'ani Sheikh Muhammad, hata binadamu insi mkorofi ni shetani. Kama kwa dalili sio neno shetani tu jini. Shetani kila mtu mkorofi, katika nyama mkorofi tunaita shetani, katika binadamu insi tunaita mkorofi tunaita shetani, na katika jini mkorofi na udhi watu tunaita shetani. Kwa hiyo kila kitendo cha ukorofi ndio kinaitwa shetani. Ndio يقول تعالى katika Qur'an وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن. الله اكبر. hivi tumejalia kila nabii adu yake nabii nani? Shetani. Shetani gani ya Mungu? Al-jinni wal-ins, katika grupu wa majini na kamita Mungu shetani. Sasa ulama wanasema maadamu Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema ngamia ameumbwa katika ukorofi shetani, na inaleta nyama yake mtu, lidhalika watu wote wao hujaona Waarabu na Wasomali hao wanakuwa nyama ngamia wana hasira sana. Sasa nyama ngamia madamu ya ukorofi na hasahau na nyama ngamia kitu. Ngamia kama unamfanya kitu baada ya miaka 20 anakulibia kisasa. Takupiga. Maana wanasema vijana sisi vijana korosho. Na roho ya korosho. Sasa asahau hadi mekuja hadithi nyingi sana. Mtume sallallahu almuhim, na mtu anakuwa nyama ngamia manake pressure yake inaitwa nervous na mtume kama mtu yote amekasirika afanyeje? Achukue udhu.
ulama bil qayyim wanatoa hikma hii, anasema kwa leo huenda labda hikma ndio hiyo kile ngamia, lakini mtume hajaweka wazi. Ulama tumesema hikma yake ngamia inapandisha hasira. Naam. Kuna swali moja hapa nafikiri lishafikia muda wake wa kuliuliza, maana yake sheria inatuambia tuanze kuuliza maswali haya saa 4. Anauliza asalamu alaykum, je, kufanya oral sex inafaa? Oral sex sawa, nasema saa 4 imefika, maana nakusema watoto wamelala, lakini hiyo inarudia kipindi wala wamelala tena. Tatizo sasa. Oral sex yaani wanasema kuchezeana utupu wa mume na mke kwa kutumia mdomo. Kwanza mambo hii mimi sipendi kuongea mbele hadharani. Allah Subhanahu wakati anaongea mambo hii ambaye ni kwa mume na mke halali, katumia kinayat, hajatumia live. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fi masajid. Kwa hivyo nao pia wasipende kuuliza live. Mimi sioni kitu hii ambayo inafaa mtu kutumia. Kwanza ninaye dalili chungu mzima ni kuhusu hii, lakini naona sio mahala pake. Tuliache. Kama mtu mbeni simu yangu aulize, mimi tamjibu kwa mimi na yeye tu. Tumesumbuliwa. Manake unasema hii na Sheikh, acha nitoa dalili moja au mbili. Iko hadithi katika Bukhari, Sheikh Muhammad. Hadithi ndefu sana katika ghazawat, kitabu al-ghazawat. Amekuja mtu mmoja katika Quraysh, jina lake nimesahau. Hadithi ndefu, inakuja hadithi kama karatasi 3 takriban, ndefu sana hadithi. Ameuliza mtu kaja kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia, hao vijana asikudanganye, huyu kafiri huyu, wao wamejenga uadui na kabila wote dhidi yako, na sisi Quraysh hatuwezi kupigana na kabila wote. Sisi tunakuja kweli, hao vijana wanakuacha, hao wote ni watakuacha wewe baki yako. Kasirika Abubakar radhiallahu anhu, kamwambia nenda nyonya sehemu ya Syria Lata. Hadithi Bukhari. اذهب وامصص بذر اللاتة بالضاء. سمعنا بذر اللاتة sehemu al-khitan nisa, sehemu ambayo unatahiriwa kila mambo. Umeelewa sio? Kiswahili sijui bita juju nzuri. Sasa hii Abubakar kawaambia huyu jamaa anamsifu, anamba dosari. Sisi tunamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, nenda nyonya. Wewe unasema Lata ni Quraysh, unasema ni hakika baya, anasema nenda hakika wake hii mlambe. Sasa Abubakar anamsifu namba aibu, anamba aibu, hiyo ni aibu. Hii dalili tosha kwa Bukhari, kitu haifai. Twende nimetoa ni katika kachumbari tu mukaddima hii. Mtu mbele namba yangu wala mimi sikubali, wala wengine anatoa mada kabisa. Hii sio sahihi, sio adabu ya elimu, sio adabu ya elimu. Hii inaangalia watu wote. Sasa tangalia binti yako na mtoto wako ni tongeni, hata haki gani? Allah Subhanahu hakuna sehemu ametaja Qur'ani jimaa kama lafzi yake. Mungu anatumia mubashara Sheikh Muhammad kikiramu moja kwa moja live, yani mubashara nini? Si mubashara mkutano mwenyewe hivi, lakini Mungu anakusudia mkutano mimi mkango, asemi tumfanye ile. Mbona Mungu au la mastum nisa, kugusa mwanamke hatumii live, kwa sababu wanaongea baka ndani. Kwa maana hata wale mashekhe wanaweka mada hizi sasa, mimi siko nao. Haya, hii naona inatosha, nimetoa, tumemaliza hapo. Lakini na nyingi sana dalili katika kitabu, lakini hii bora. Hizo mwanamke mbele, huyo mtu mbele namba yangu namba Abdullah, tamba ushahidi kwa baina yetu. Sio inatoa kila siku. Naam. Anauliza, asalamu alaykum Sheikh Juma Kiuta, Sheikh Matano, naomba niulizie kwa Sheikh uhalali wa utofauti na uhalali wa kasida, nashid na dufu. Nashid kwanza Kiarabu, mtu ananyanyua sauti kwa kitu na anavuta. Ndio kunambia unashidukumullah, na kutieni kwa jina la Mungu. Nashid kitu unavuta. TV iman ili kitu unavuta. Qur'ani. Wa kasida ni mtu anakusudia kitu huyu kwa mpambo kwa sauti yake, ni kitu ni sawa, inakaribiana sana. Sasa nashid na kasida asili yake ni shairi. Ulama wanasema huwa kalamun, shair ni kalam, qabihu qabih wa hasanu hasan. Ulama wanasema shairi ni maneno, zuri ni zuri na
baya ni baya. Yuko katika hadithi Bukhari, Sheikh Muhammad shatoa hapa katika sehemu hii, sahabi anaitwa Anjasha anasema anaendesha yeye Sheikh Abdullah ngamia, ambaye ngamia yuko hema juu yake, yuko kila mama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin. Unajua tabia wa Arabu hata Waswahili si hivi, kama uko safari ndefu sana wananyimba ile asisikita, hata wakati wanachimba khandaqi wamenyimba, nahnu alladhina asamaji tabana Muhammadan fama baqina radina wala umetoa hadi yani katika khandaq wananyimba sahaba kubeba wananyimba kabisa. Kwa watu wengine kale yako wanabeba zega wananyimba, lakini una uchafu na matusi. Hata nifikiri watu wa kijijini wakati unalima wanafanya hivyo, wanaimba. Hata jeshi wakati wanafanya mazoezi wanakimbia. Si kawaida. Mtume sana wa Arabu wana tabia hii, lakini wanasema shairi kwa shairi mwenyewe hatusema haram kama maneno hii mbaya na uchafu shirki haram, lakini kama hana kitu hii ni halal. Asema ashiru kalam hasanu hasan wa qabihu qabih. Mnaona hapa sawa. Anjasha radhiallahu anhu wanasema hadithi, anasema wakana yahdu manake ananyimba na sauti, Mungu amempa sauti nzuri, mpaka hadithi anasema mpaka sauti yake nzuri ananyimba ngamia inapata tarab. Najua ni mtu ana ikarabu tarabu, lakini tarab asili yake mpaka anza kurukaruka, yani ukitembea ni haraka, yani ile ya uchovu hamna, mpaka imeathirika kwa sauti. Mtume akamwambia Anjasha rifqan bil qawarir ya Anjasha, ngamia yeye amebeba kina mama sifu kama kio au chupa, sio kio qawarir, usivunje, yani tulia. Lakini Mtume anamwambia haramu hiyo unafanya. Mtume anasema lakini je, kumwambia kwamba umebeba kitu delicate maana yake kumharamisha? Kwa hii wewe unanyimba ngamia baka inakimbia, utamuumiza kila mama. Punguza speed, punguze tu, punguze hii nyimbo. Akajambia acha harami. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mkuja sahaba anamwambia mimi nimeota mtu amekuja kufundisha mimi adhana, ni malaka huyo. Mtume akamwambia nenda fundisha hii adhana Bilal, kwani Bilal anda sautan stakendevu na ta nzuri, sauti nzuri, acha yeye adini. Hata adhana mtasema kachagua Bilal sauti yake nzuri. Mtu kama sauti nzuri fanya nashid na shairi kuvuta nzuri, kama neno nzuri kisheria ipo. Sasa tunakuja katika topi ya pili kwa dufu. Walama wengi wamekubaliana dufu inaruhusiwa kina mama tu, wakati wa harusi, wakati wa Eid na wakati wa Nidr, tatu tu. Kwa hadithi sahihi mwanamke akasema Mtume Muhammad sallam, nimetoa nidri kama wewe umerudi katika vita hii salama, hujaumia, hujapigwa, hujafa, nipige dufu kwa juu ya kichwa yako. Hadithi sahihi. Mtume akasema au fi binidrik, kafanya kama tajazba hivi, usipige dufu kwa mbele ya Sheikh, pigwa mbele ya Mtume sallallahu. Hadithi sahihi. Na wakati ya harusi, wakati ya Eid, Mtume sallallahu alayhi ameingia chumbani, ameona Aisha radhiallahu anha na mabinti wengine wanapiga dufu, kaingia ndani, kaenda kitandani kalala. Sisi leo tunaingia nyumbani, kwanza alwaqif yajlis waljalis yanam والنائم يتغطى بالبطانيه, funga anajifunika kabisa na duvet. Mtume kaingia dumbaki napiga, wala Mtume hajavimba hajakasirika, kaenda kitandani kalala, kachukua shuka tu hata kumkatiza, kafunika kichwa. Ni Bukhari na Muslim hadithi. Kaingia Abubakar kakasirika, asema amizmaru shaitan, fi riwaya amazmuru shaitan, unapiga mtazimar zumari shaitani tena benya imba Mtume. Mtume kafungua ile shuka, kwambia machana ya Abubakar, leo ya siku hii, leo ni Eid, leo si Eid tu Uislamu, machana na acha pia. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaja mbele ya msikitini, uwani ya msikiti, watu wa Habasha wanaruka mchezo wa Waislamu wa Waislamu siku ya Eid, kunaruka masaa wanaruka wanacheza mchezo wao. Mtume anaangalia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam simjalia dini leo kama ngumu, kitu haram za tukubali, lakini sheria tunayoambiwa katika msingi
kama nyinyi mnafanya sheria watu wanavutana na kusema haram. Mzungumzo mtu mmoja anasema haram, amecheka tu. Maana mjinga hawezi kuongea naye kwa kimya tu. Waarad al-jahilin, sio huwezi kumfahamisha na yeye anataka kujua sababu shashika misimamo yake. Mtume sallam anaangalia zaidi Sheikh Muhammad, mke wake Aisha yuko nyuma mgongo anaangalia. Mtume anamwambia umeshiba? Sema habari za shiba. Haya, angalia huyu qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katoka Umar kule kaona wa Ethiopia wanafanya kitu sio mzuri katika uwani, sio na msikiti, uwani wa msikiti sallallahu alaihi wasallam. Kachukua ile hajarish jiwe atakumpiga, wewe nini fanya nini? Hajaona mtume anasema achana naye. Makatuba ile kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kupiga dufu ni special kwa ajili ya kina mama, kwa wakati wa harusi na wakati wa Eid na wakati ya fanya nidhiri tu. Naume kikauli sahihi haifai kwa hivi. Naam. Anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, anaitwa Asia kutoka Morogoro. Nini hukumu ya kuwanunulia ni kuweka midoli kama michezo kwa watoto? hamna shida. Bikuja hadithi Aisha radhiallahu anha, alikuwa Aisha na midoli na Kiarabu inaitwa dumia ni kama sanamu sio? Ametengeneza Aisha radhiallahu anha hii kitu baka ametengeneza farasi na janahni na bawa. Mtume kaangalia asema nini? Asema hada farasun. Tunasema farasi ambaye na bawa, wakati tangu lini farasi ana bawa? Asema hujasikia Suleiman alikuwa na farasi na bawa? Tumekacheka kaingia ndani. Hasa wale wanasema katika hadithi Sheikh Ibn Uthaymeen bin Baz na wengine inafaa ile kitu kwa picha hii wakina binti ambaye ile azoee mambo michezo mambo ya nyumba maana yeye wao mwana mtoto mdogo anachukua kitu anagonga mwanaume na huyu anatengeneza mambo ya kike wala khalaqa fahada nini yani kama na yake. Bali Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema hata katoni bicha mwenye watu katika inaingia katika kuchora ile kuchonga ni haram, lakini anasema maadama watoto wadogo amechukua hadithi qiyas, anasema hamna shida maadama wanamfundisha kitu Waislamu na mambo ya khair, sio eti panya na mibia paka wanavutani abati kwa ingine iko Islamic, kama sema ni anamfundisha mtoto Kiarabu kusoma. Yuko mmoja Kiarabu mmoja hii Toma Njeri anaiba, anamwambia bwana mgobe Mungu wezi haifai, basi sema umetubu. Yani warao mtangaza kidini ipo sababu kama hii au anaangalia Muhammad al-Fatih wa katoni sahabu al-Buruj katoni Islamic zipo. Asema ni Sheikh Uthaymeen achukua kiasi hii tumemachia Aisha tola ana, asema inafaa Sheikh Uthaymeen, asema hata ni kuchonga hii kuchora hii bicha ambaye kama salamu, lakini tunaangalia maslaha watoto wanapenda kucheza mtoto kuangalia mtu mahadhara hii hana angalia, lakini wana katoni mtoto hii anataka kucheza na hii mtaka mchezo na wazungu mnatia maharibu wao mnataka sahihi. Anasema ulama yani Allah Ta'ala katika kisa Yusuf kasema ndugu yake Yusuf wasema baba arsil maana Yusuf فين يلعب ويرتع اللعب للاطفال abana watoto lazima wacheze, lakini sio kucheza wala asomia muda yao ya Jumapili au siku kama shule Jumaa Waislamu wanacheza. Sasa tatizo yani hii kwa kama vidole kama watoto wanacheza wana nini, mimi sione shida, lakini sio wanachezea kuiga hawa ambaye nani hivi za ambazo zinawafundisha vitu tofauti kama fundisha kitu Waislamu na nini, hamna shida. Iko vidole ya kuongea Waislamu kuongea hata katika TV YouTube hivyo, bora fundisha hivi. Lakini kijawabu yangu ya kijumla kitu kama hivi katika watoto wadogo wameruhusiwa, basi tuangalie asiharibu utamaduni wa Uislamu. Manake hivi juzi kati tu katika ulimwengu wa mambo ya filamu huko kuna bwana mmoja amefariki na watoto inaonekana wanampenda sana
kwa sababu alikuwa ni kama katengenezwa kwamba ndio hero wa watu weusi na nini na kitu kama hii. Kwa hivyo Black Panther amekufa, kwa hivyo watoto wote wamekimbilia katika maduka kununua Black Panther, kila mmoja anataka kuwa Black Panther. Hivi Sheikh ni tuzuie, lakini mimi nimeona kato nyingine yuko mtu anawaambia mbingu toa mvua, anatoa mvua, mtoto anaamini hii Mungu, si mambo kama hii. Yuko Waislamu watengeneza Kiingereza hivyo, mmeona hata nyinyi nafikiri unayo, sisi tuko nayo tunabisha ili watu barala hii, lakini kimujibu sharia amekubali kitu yote ambaye kisheria sehemu nyingine imeharimu. Kwa watoto wameachia, wamechukua kiasi kwa hadithi. Sheikh, kuna tukio limetokea la Mheshimiwa Rais wa nchi kuweza kuchangia katika ama kuendesha mchango katika kanisa kwa ajili ya kuchangia msikiti, na pia ikaonekana kwamba baadhi ya taasisi nyingine nyingi tu za kiserikali zisizokuwa za kiserikali wakaenda kumuunga mkono rais kwa ajili ya kuchangia ule msikiti wa Chato. Vipi hukumu hii? Maana kumekuwa na kelele nyingi, haifai, yafaa nini? Sasa tunataka ili mjue hili. Alhamdulillah, Sheikh Muhammad, kwanza masala hii ni mara nyingi mimi nataka Waislamu kwa tunaongea kitu iko kaida, naomba Waislamu awajue kaida hii vizuri. Abdullah, kaida nasema يعني قاعدة علمية شرعية استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. نعم. Sheikh anasema ipo kanuni inasema, yani toa dalili kisha ndo uwe na itikadi, uweke itikadi juu ya jambo hilo, lakini usianze kuweka itikadi kabla ya kupata dalili, wala kutoa dalili utapotea au utapotosha. Usianze kuweka misimamo yako kabla ya kupata dalili kwanza. Lakini watu misimamo Sheikh Muhammad, weka misimamo wako tayari kitu muhimu kwako, misimamo hii kama nakuja ushahidi dhidi yako hakubali wewe tayari ushaweka msimamo, lakini sheria inataka wewe kwanza ujue sharia, ulize sharia, ulama kujibu ujue vizuri, baadaye weka. Mimi nasema kuchangia ndani kanisa ama mchangie msikiti watu ambaye sio Waislamu, itakuja katika inwani, je, tunaweza kupokea zawadi mchango mtu sio Waislamu tujenge msikiti? Tuweke swali hivyo. Je, inafaa kupokea zawadi kutoka mtu sio Muislamu, hela nini, msaada unachukua unatumia binafsi? Maana watu wengine wanaangalia misikiti tu, wewe mtano bita barabarani kasema gari na hao sio Waislamu, imekuba milioni 1 na 2, utabokea utaacha? Allahumma amin, kesho itokee hivyo. Mbona unachukua? Sasa kitu wewe kwako, Mungu kwako hii amehalalisha, ataharamishaje katika msikiti? Sio maana msikiti sehemu ya Mungu, nitakiwa tujenge tuendeshe kwa mujibu wa Mungu. Na wewe Muislamu mtamka shahada, lazima ufuate kitabu na sunna jinsi anataka Mungu, hakuna tofauti, ufuate sharia, umeelewa? Sasa inafaa tupokee sisi na mchango kwa mtu ambaye sio Muislamu kwa ajili msikiti, hakuna kitu isipokuwa Ibn Qudama anasema na fuqaha, kama huyu mtu ambaye sio Muislamu hana lengo lingine ya kubana Waislamu, yani hana lengo lingine Abdullah, lengo lilojificha ificha ambaye madhara kwa Waislamu, kama hana ni mujarrad tabarru tu, hakuna shida. Sasa kama huyu tuweke opposite, huyu ambaye sio Muislamu hapa anajenga msikiti kwa hela yake, vipi kama anatumia kuvunja msikiti? Dhambi kubwa wapi kuvunja? Allah Ta'ala mimi binadamu liyuamiru al-ardh bil ibada, sio taamir nini, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba wanadamu ili waweze kuimarisha ardhi kwa ajili ya ibada, tauhid. Wal insanu khuliqa liya'budu Allah sawa kana muslim au ghayr muslim. Hata katika imani yetu naamini Mungu ameumba maabudu yeye ili atekeleza kwa mujibu wa dini yetu, lakini umetoa mali yao kujenga nyumba ya Allah ambaye inaabudu, tatizo wapi?
Tuende kwa system nyingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokea zawadi kutoka watu sio Waislamu. Kabokea katika ufalme wa Misri, kamletea farasi na nguo, zawadi kabokea. Na mwingine Misri kama mwanamke mtumwa Maria amezaa naye Ibrahim. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokea kwa zawadi kwa watu ambao sio Waislamu mfalme. Unaelewa? Ingine yuko mtu mmoja Yahudi anaitwa Muhairiq. Hajasilimu huyu, wakati anakufa anasema ana shamba 7, acheni Mtume sallallahu alaihi wasallam achukue. Na kisa kataja Ibn Kathir bidaya wa nihaya Ibn Hisham, wote ulama al-tawarikh wal-mu'arrikhun dhakaru dhalik mtaja. Baada kufa Mtume akachukua shamba yote. Mtu anaweza kuambia hivi, mtu asema anamrithi Myahudi ambaye sio Muislamu, na yeye kataa asema mtu ambaye sio Muislamu hawezi kumrithi Muislamu, na Muislamu hawezi kumrithi mtu sio Muislamu. Mtu asema hajamrithi hapa binafsi, bali hela hii inaenda katika hazina ya umma, itafanya kwa maslaha ya jamii, maslaha ama. Sasa hii inafaa wala kuna shaka. Hasa hao vijana au watu wanauliza, naomba arudi katika kutubu ulama wal fuqaha, wanasema yuko wazi kabisa wala kitu sio ameficha. Sasa wao wameamini kitu haifai kabla hawajaona hoja, na hii sio sahihi, inafaa wala sio haram. Baada kumwambia Sheikh Muhammad, Mheshimiwa Rais, Mungu ampe umri ndefu na afya ile, andeshe nchi yetu salama. Mimi Sheikh Muhammad sio mtu wa siasa wala sihusiki mambo hii, lakini Mtume sasa anasema yeyote akufanyeni nyinyi wema mlipeni, katika hadithi ibn Umar sahih. Kama huwezi kumlipia mwambie dua mpaka unaona mlipia. Sisi lazima Waislamu tumwambie Mheshimiwa Rais, Mungu ampe afya, aongoze vizuri. Kwa nini katika Ramadhani sisi mpaka Eid al-Fitr corona hii tumesali vizuri, tumesali tarawih msikiti, tumesali, na watu wengi wana hofu sana kaja yeye kwa uwezo wa Allah Subhanahu. Kwanza alfadlillah Subhanahu, tushukuru kwanza Mungu Subhanahu, kisha rais ametolea watu katika hofu. Waislamu wa dunia wote hata Makkah hakuna watu masali tarawih kama kawaida, na Eid al-Fitr msala kama kawaida, isipokuwa sisi Waislamu wa Tanzania. Tumwambie Allah Subhanahu amlibie kwa hivyo ambaye ametoa, lakini kuchangia misikiti, hela kwa ajili kujenga misikiti, Mheshimiwa Rais hajaanza juzi. Chato Disemba tunajenga msikiti al-Hikma kule, kaja kuweka jiwe msingi, kachangia hapa karibu na milioni 18, na yeye na wafuasi wake. Si tabia yake, wala watu wasifikiri si hivi kwa ajili uchaguzi karibu wanapiga siasa. Hii kawaida yake, na sisi tunaamini hivi, lazima tuseme haki. Mungu atujalie khair na baraka, na uchaguzi apite kwa salama. Amin ya Rabbi. Kuna swali moja limeulizwa hapa, kuna mama mmoja. Kabla ya swali tupate faida ya Sheikh, yani kuna wengine ambao wanafanya raddi ya kauli hii kwa kuleta dalili ya aya kwamba inma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir al-aya. Vipi hapa? Allah Subhanahu anasema inma ya'muru masajid Allah, anakusudia aya katika hii tafsiri yake, hakika anajenga. Kwanza taamir imekuja mbili Abdullah. Taamir Kiswahili kwa nini? Kupamba, kujaza. Inakuja mbili tafsiri wanasema. Taamiri ya kujenga na taamiri ya kuja kusali msikiti kila wakati msikiti iko inapendeza. Yani watu pendeza. Kama msikiti mjenga kubwa, wanasema tajiri ujenga msikiti amra almasjid bilbinayat. Nitwa hii taamir hissi, taamir bina, maana taamir hivi. Lakini kama watu Waislamu hawaji msikiti kusali, wanasema Waislamu lam yu'ammiru almasjid bisala. Taamir iko mbili. Na Mungu Subhanahu anakusudia aya, hakika anajenga msikiti wa Allah Subhanahu. Ujenzi mbili, ujenzi yani kujenga kwa ujenzi na kujenga kwa kuja kusali, yani kupendeza. Mtu ana ikhlasi, anataka thawabu kwa Mungu, especially kwa Muislamu anajenga msikiti kwa ajili ya Mungu. Anasema anajenga msikiti kwa hela yake na anakuja kusali ndani msikiti hii, huyo hakika anafanya muumini, anataka thawabu kutoka Mungu. Hii ni bahari nyingine
Abdullah. Na hii mambo mengine ni vitu vile tofauti. Naam. Sio umeelewa? Sasa unawenga Abdullah wewe amejenga msikiti kwa kwenu kule wewe Moshi unapenda. Na wewe unakaa Dar es Salaam. Tunasema Abdullah amara almasjid, kapamba msikiti, kajenga kapamba. Sio? Lakini wewe usali umeondoka. Lakini anasema wa ahlu area kule amara almasjid, msikiti umepamba kujaa kusalia watu. Okay. Sasa taamil katika Qur'ani imekuja mbili. Kujenga, kupamba na kupamba kwa ajili watu wanasali msikiti. Sasa aya hii ina mradi kwa Quraysh, wanadai wao wanasimamia Kaaba, wao cha Mungu kwa nini wasimamia? Sasa Mungu anasema aj'altum siqayat alhajj wa imat almasjid kama amana billahi wal yawmil akhir, ni kujenga haram na kwamba maji watu wakuja haji wakati ushirikina na unampiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii sio imani. Nyinyi unafuatia kufuata mila alafu unafanya shirki. Mungu hawezi kulipeni hakika. Anapamba msikiti wa Mungu na anapata thawabu siku ya kiyama. Huyu Muislamu ambaye anajenga na anapendeza kwa au anapamba kwa ibada. Sasa hii aya ina sababu nzuri, lakini kupokea sadaka kwa mtu ambaye sio Muislamu kujenga msikiti, ulama wote fuqaha wamekubaliana ni halal. Ni kauli Ibn Baz wa Ibn Uthaymeen, Ibn Qudama, An-Nawawi, Ibn Hajar, wote ulama fuqaha wamekubaliana kuna khilafu kwa masail, lakini wote sio isipokuwa hana lengo lingine ya kumdhuru Waislamu. Kama hana inafaa kabisa. Naam Sheikh. Sasa huyu anasema Sheikh mwenyewe anasema haifai. Tunamuuliza kama nimuuliza Sheikh Muhammad swali, uko barabarani kaja gari kwa Badri, gari ya kanisa kwa bahasha, unabokea bokei, basi usiende kwa msikiti, atakwambia nabokea. Hataja subutu hawezi kuacha. Limadha ahalla nafsihi wa yuharrimu ala almasjid? Tabokea tu. Sasa hapo kwa nini wewe leta halali ya huyu na haramu yako? Lakini tofauti mshamba. Muislamu kachunga hela yake kwa sema haramu, kwa nyimbo riba kabisa, katoka kwenye riba bana, kwa pombe hii. Au mwanamke anauza mwili wake kwa zina, analeta mali ya hela yangu ya kuchunga mimi kazi yangu, hatukubali madami ya Muislamu. Ila kama anatubu itakhalas mali, kama hatubi hakubali. Kwa nini? Waislamu wamelazimika Sheikh Abdullah, Mungu ameamrisha atoe kitu nzuri. Huyu kafiri hawezi kuambia kitu nzuri toa, yeye mwenyewe kafiri sio Muislamu. Kwa mujibu wa dini yetu, imani yetu. Sheikh Abdullah mara sasa lazima tuweke differences, tujue kwamba huyu akiwa Muislamu lakini ana pesa yake haramu hawezi kutuletea katika msikiti, lakini huyu si Muislamu na pesa yake hiyo aliyokuwa nayo sisi tutapokea kwa sababu nia yake tofauti. Yuko kisa kataja Sheikh Muhammad Ibn Qayyim rahmatullah alayhi katika kitabu yake, nimesahau jina lake, anaongea mambo ya vita jihadi nini jizya, amesahau kitabu mmoja. Anasema Umar al-Khattab radhiallahu anhu kamtuma vijana wake kusanya zaka. Wameenda kuchukua jizya kwa ambayo Wayahudi wanasema sisi bana hatuna hela, tunayo pombe hii pipa hii, chukueni. Sasa hawezi kuchukua hivi sisi. Ndio kwa Umar kwambia mwambie hawa auze, sio nyinyi uchuzeni, hawa auze kupeni hela. Wameuza, Umar kachukua hela kwa katika Baitul Mal, kazi ya Umar. Nimethibiti kwa Umar Khattab radhiallahu. Sababu Umar anapokea hela haram kwake sio haram huyu jamaa, kwetu haram, lakini nenda katika hazina ya umma, katika maslaha yao jamii. Sasa watu hawajui aya hii inakusudia watu wengine, sababu nzuri. Angalia nani Abdullah au siana hii hapa kabisa. Katika swali hilo la pesa haram, mali haram na vitu kama hivi, anauliza mwenye kuuliza hapa Abubakar huyu anasema ikiwa mtu amefanya kazi breweries, yani sehemu ya kuuzwa pombe, kutengenezwa, amehusika moja kwa moja. Sasa anauliza kiwanda ya pombe kabisa moja kwa moja. Sasa anauliza maswali mawili. Kwanza, toba yake inakubaliwa baada ya kuacha, lakini pili, amechuma hela ndefu sana nyingi, miaka yake mingi ameishi pale, ametengeneza maisha yake pale, ana hela benki, anafanya nini? Je, hii hela yake ataifanya nao nini? Kwanza anatubu, na madama toba Mungu mtu anakubali kabla roho hajafika katika
yani sakat al-maut, na jua anapanda kwa upande wa magharibi. Lakini kama aibu katika hali hii bado yuko hai, inafaa toba yake kubalika kama atakuja na sharti wa toba. Ya kwanza. Ya pili, anaye mali amechuma kwa njia haramu, riba, pombe, nini, atafanya nini? Saba anasema atoe sadaka mali, sio yote. Imam an-Nawawi anasema haikubaliki kwa akili mtu ana bilioni dola kachuma katika haramu, ametubu leo, mwambia mali hii gawa, mwaga, weka, anza sufuri. Hii anasema sharia yakubali, sharia na aqlan wa naqlan. Imam an-Nawawi tunamwambia ili mwambia mali yako yote tubu, anza sufuri, atakataa, sema mimi siachi kitu, bora nitoke katika Uislamu, bora katika Uislamu. Naona umaskini ukafukara nyuma mtu na mali hii hajamdhulumu watu kumdai yeye, amekosea Mungu kuchuma mali hii, sio njia halali. Takiwa afanye, atoe sadaka mali, mathalan 30% atoe sadaka kwa sehemu ya khair. Hii sadaka yako tunakubali sisi, kachuma mali kwa njia haram, lakini anataka yatakhalas minhu, yatubu, tunakubali. Lakini anaendelea, tumkubali. Sijui umeona vizuri. Ibn Uthaymeen kaongea na yasema hawezi kumwaga, hakubalika akili wala dalili. Hata sadaka anaendea kwa Mungu, Mungu atamsamehe inshallah. Naam. Kabla tujaanza kupokea simu, tujibu swali hili. Mwanadada ameishi katika ndoa yake muda mrefu. Mwanamume amekuwa akimtesa kwa kumpiga, kwa kumdhulumu, yaani na mambo mengi amekuwa mfanyia. Sasa mwanamke amefikia kiwango cha kumnyima unyumba mume wake. Kwanza anauliza, je, atakuwa anapata dhambi? Hilo la kwanza. Lakini huyu mwanamke amekuwa akiteswa sana na huyu mwanamume katika maisha yao ya ndoa. Sasa amefikia kiwango cha kusema kwamba hampi tena unyumba, anashirikiana katika jimaa yeye na huyu mwanamke na mume wake. Kwa hivyo anauliza atakuwa anapata dhambi kwa sababu mwanamke anakataa kwa sababu mwanamume amekuwa akimpiga, akimtaka kwa nguvu, akimlazimisha, yani yale mahaba tena hamna baina yake. Kwa hivyo anauliza hivi, kwa nini nakataa? Siwe amrudishie mara yake, aachane. Kwa nini naishi katika kero? Zawaji, Mungu anasema mawadda wa rahma. Sakuna mawadda, maisha hakuna huruma, hamna. Bora asikae naye katika hii. Kwa nini apata tabu? Ajivue tu, tafute njia kuachana. Kwa nini hawezi kuishi katika madhila hii? Na Mungu anasema wa in tafarraqa yughni Allah kullu mas'at. Kama wataachana hakuna solution, kila mmoja Mungu atampa khairi. Asiishi katika maisha ambayo namna hii kero. Kama mshindikana sulhu, njia yote mshindikana, basi mwisho ni talaka kama Qur'ani imesema. Naam, tufungue namba za simu hivi sasa tuweze kuangalia nani ambaye yupo tayari kuweza kuzungumza nasi kupitia nambari zetu za simu ili uweze kumuuliza swali Sheikh. Lakini hakikisha kama utakuwa unapiga simu basi unakaa mbali sana na redio yako au unaizima kabisa ili tuweze kuelewana vizuri moja kwa moja. 0687935701 ndio nambari ya simu. Nipigie simu tuweze kuelewana katika hiyo. Hello, asalamu alaykum. Hello, asalamu alaykum. Nafikiri bado hatujaweka mambo vizuri pale, lakini tuweze kuendelea na jumbe hapa. Anasema barakatuh, mimi ni Saida, naomba kujua iwapo umekuta swala ipo katikati, swala ya jamaa, mfano swala ya maghrib, umekutia raka ya pili, hapa inakuwaje? Alhamdulillah, mtu kama amekuta swala Sheikh Muhammad watu katika raka mbili katika tahiyat, nafikiri atafunga takbiratul ihram, yeye amesimama, atenda kukaa moja kwa moja na raka hii asihisabu. Asiswali, asihisabu. Naam. Okay. Na tupokee katika line kama yupo. Halo, asalamu alaykum. Na tukisubiria simu wanasema naam, asalamu alaykum. Bado ipo tayari. Anasema nauliza, je, inapotolewa sadaka mfano juzuu, thawabu zina juzuu na mfano wake, sio thawabu zinahesabika mpaka juzuu inapoisha,
au kinachohesabika ni elimu atakayoipata yule msomaji? Alhamdulillah, hii mbili msahafu ile madama ipo ishaisha, hii ajrina inafutika, yani ajr msahafu imeisha, ajri inakatika kwa ile msahafu. Lakini kama mtu amesoma Qur'ani sasa sema amepata ilmu, sasa maambata ni hii tafsiri au kusoma sio ilmu, ni Qur'ani sio kusoma Qur'an. Tukanunua mashaf kapeleka masjid kwa ajili ya sadaqatul jariya, ima kwa mama yake, kwa yeye, nani hivyo. Sasa nauliza msahafu ukiisha, ukichanika ukishazeeka, ndio ujira wake umeisha hapo? Ujira ya msahafu yeye kaweka msahafu kwenye mama yake, hapa imeisha. Lakini mtu amesoma Qur'ani, amehifadhi kwa msahafu, hii mambo mengine atapata thawabu nyingine. Iko mbili, umeelewa? Mtu kajenga msikiti kaanza kwa mama yake, aka 40 msikiti umebomoka, kanunua kiwanja msingi hivyo, ngoja mtu kajenga msikiti kubwa tena, huyu ajira yake ya kusimama msikiti imeisha, lakini mwanzo yeye ameanza msikiti hii na dalla ala alkhairi, atapata tena. Na mtumpokee katika line kama ipo. Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu sana. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Nilikuwa nauliza kuna hukumu gani ya mtu ambaye anaisomea takbira wakati wa kuzikwa? Anaisomea takbira? Okay. Alhamdulillah, Sheikh Muhammad kusoma takbira yana kusudi la la ilaha illa Allah adazika, kama nakusudia hivi dada yangu kwa zama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sio tabia kusindikiza zama Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sahaba hawajui kusindikiza janeza kwa sauti, wanasindikiza kwa kimya. Na hii ametaja al-Imam Shafi'i, al-Imam an-Nawawi rahmatullah alayhi katika kitabu al-Adhkar, anasema katika tabia wa salaf radhiallahu alayhim, wakati wao wanasindikiza janeza kwa kimya. Na anasema Imam Nawawi asikudanganya usikizi katika yeye mtu Imam Nawawi, mtu wa Syria anaitwa Nawa, anasema kwetu Syria leo umetokea watu nyuma janeza anasoma sauti Qur'ani au dhikri, hao ni wajinga. Anasema ni hali Imam Nawawi katika hali nzuri na sunna Mtume sallam, takiwa janeza usindikize kwa kimya. Anasema kwa ajili hikma, nyuma janeza unafikiria huyu maiti kafa na wewe kesho utakufa, ile pate khushu na kukumbuka mauti. Lakini kuongea kwa sauti hata dhikri anasema haifai, na Mtume sallam wakati wake hawajui kitu hii. Wa karni tatu ambaye bora, Mtume anasema karni bora na karni yangu miaka 100, karni ya pili miaka 200, karni ya tatu ambayo wameishi sahaba, tabi'in, Malik, Ahmad bin Hanbal, Shafi'i, anasema hawajui mambo hii. Na Mtume anasema khairul qurun qarni, na khairi ya karni hii karni tatu bora. Anasema hawajui kitu hivi imekuja baadaye ni bid'a. Imam an-Nawawi Ibn Umar radhiallahu anhuma imethibiti kwake siku moja katika kusindikiza janeza, yuko mtu ameomba dua nyuma janeza, anasema Allahumma ighfirli warhamni, Mungu nisamehe ni mimi rehema, yani Mungu nisamehe mimi. Naomba dua yake binafsi. Abdullah ibn Umar kamfokea, anasema la ghafara Allah laka wala rahimak, Mungu asikusamehe wala asikuhurumie. Hii sehemu hii mautin khushu', sio mautin dua. Kusindikiza janeza sio sehemu ya kuomba dua, ni sehemu ya sasa ni sunna ubeleke janeza kwa kimya, Sheikh Muhammad, sio kwa sauti ambayo sunna sallallahu. Lakini baada ya karni bora umeisha, wako ulama baadaye imekuja wameona watu nyuma janeza wanaongea mambo dunia, hawafanyi ile mzingatio, hawafanyi. Sasa basi madama wanaongea, bora tuseme la ilaha illa Allah, la ilaha ile tumshughulishe badala kuongea mambo dunia, kulete hii baada karni bora umeisha. Lakini tuuli Sheikh Muhammad leo sisi watu wanasema la ilaha illa Allah ambayo Mtume hajafanya watu wa bora wa karni bora ambayo watu mitangulia hawajafanya. Lakini watu wanasema la ilaha illa Allah janeza,
watu wameacha kuongea mambo dunia, bado wanaongea tena zaidi, wanaongea bado faida. Nasema hii sio sunna, ni bora watu. Lakini mimi sisemi mtu yote kafanya kitu la Allah ambaye kakufuru, mimi siwezi kumtukana wala kusema fasik, lakini hii njia sio sahihi, sio bora tena janaza kwa kimya hii ambaye hali ya wakati Mtume صلى الله عليه وسلم na sahaba na salaf. Wallahu a'lam. Na mtupokee simu nyingine kama ipo katika line. Hello, asalamu alaykum. Hello. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Nilikuwa napenda kuuliza swali moja au mawili. Moja la kwanza ni kuhusu kambare. Samaki kambare. Samaki. Ni halali au ni haramu? Sawa. Alafu la pili ni kuhusu yani zile karatasi ambazo zimechakaa, labda ni madrasa zimechakaa, zimepatika vipande vya juzuu au masahafu, zikishakuwa vimekuwa vingi vifanywaje? Asante sana Sheikh. Asante. Nasema samaki, kuna samaki mmoja kama na ndevu hivi, ndio kambale. Ndio katika maji gani? Maji ya mito pale Ruvu pale unakuta ukipita pale kuna samaki wa kuwa refu anashikwaga hivi. Ndio haramu yake wapi? Alafu hili swali limekuwa mara nyingi sana. Kila kipindi lazima utaulizwa kambale. Anasema kambale tu haramu na samaki nyingine ambayo yuko maji baridi halali. Kwa nini kambale tu? Yaani labda pengine nature yule samaki mimi simjui. Lakini labda pengine nature yule samaki akai baharini, labda anakaa kwenye mto, anafanana labda na nyoka labda ama na ndevu. Yaani mara nyingi Sheikh, kambale ana mambo makuu mawili. Jambo la kwanza anakuwa kama ana ndevu alivyo. Mbona mbuzi ana ndevu tunakula? Lakini lingine hata maji yakikauka Sheikh, kambale ana uwezo wa kujichimbia kwenye udongo mbichi akakaa sana, mvua ikinyesha anatoka juu. Naam. Sasa hivi watu wanaangalia huwa anakaa kwenye udongo, wewe unaweza kuona juu kama pakavu, lakini mvua ikinyesha kidogo kambale anatoka. Sana kaburi na anakuambia hana magamba. Hoja yao kubwa nyingine, hana magamba, hawezi kumparua. Mbona papa hana magamba tunakula? Hana magamba ya kutoka. Almuhimu mitamba huyu aya ambaye Allah Ta'ala katika Qur'ani anasema kitu yoyote yuko ndani ya bahari kwenu halali. Mtu anauliza anasema hii Sheikh, bahari tunataka maji baridi au maji ya mto, sio? Ndio. Maji mto ni halali kama kitu, hata kwa bahari kama kitu huyu kula kwake ni sumu kwa binadamu usile. Lakini kama sio sumu, hana madhara kwa binadamu mwili, huwezi kula. Na Allah Ta'ala ametaja Sheikh Abdullah katika Qur'ani mto, kasema bahari hadha adbun furatun wa hadha milhun ujaj. Tafsiri Abdullah haya, yani hii ni mto wa maji au bahari ya maji chumvi, na hii ni maji matamu. Maji matamu nani? Sio mto. Sio kitu moja, hamna tofauti. Kwa pige kama ile inakuja katika fuqaha Sheikh Muhammad, anakula tu. Kama asema na ndevu, mbona mbuzi dume na ndevu tunachinja kila siku? Sasa inakuja Sheikh samaki ya kitu anaishi ndani ya maji. Ulama wamefanya istithna crocodile, timsah, mamba, sio ndio? Ulama wengine wanasema ni huyu haifai kula. Kwani huyu ana meno, anawinda kwa meno. Sio ulama mختلف, lakini lajna daima ya Saudi wanasema hatusema haram moja kwa moja anaishi ndani ya maji, lakini tunaona makruh mختلفiana ulama katika, lakini nyingine ambayo yote ni halali. Farasu nahar baina kiboko sio halali. Kwa nini watu wakwambia anaishi nje? Ulama wanaita hii anaishi nje, yuko ndani الحيوانات البرمائية, يعني anaishi bar, anaishi ma. Kiboko anakula nje ya hauli nyama, anakula majani, anarudi, lakini asili yake kwake wapi? Maji, nchi kavu au maji? Maji. Tunatumia ghalib akthar. vile ulama mختلفana katika tembo. Tukuba qaida Sheikh Muhammad ambaye hadithi
tunasema nasema kullu dhinab min as-sibaa kullu dhi mikhl min at-tayr haram. Dhinab nyama yote anaitwa nini? Anawinda kwa meno. Unajua simba hana meno nyingi na inna hii inaitwa nab. Ndio lakini hama kama sisi. Zimepangana kwa ajili ya ana inne tu. Inaitwa nab kiarabu. Sio Kiswahili inaitwa nini? Sijui. Tumuulize Lima. Meno ya kuindia tu sisi. Nyama yote anaye hii ni haram. Na ndege mwenye kucha anaua kwa kucha yake na yake ni kali. Kama hii anabeba hii haram. Hii ni kaida hadithi. Ulama wanasema tembo, elephant hangi Malikia wanasema hii makruh, hatuna dalili wazi kwa halal au haram, bora mtu asili, hatuna dalili wazi haram. Mtafano ulama vile Sheikh Muhammad ambaye sio marabaka lakini taje fisi yuko karabu kitu mbili inaitwa dhib wa dhaba. Dhib aishi katika Afrika, ni sehemu ya barafu kama mbwa kubwa kuliko mbwa na ana nywele afana na mbwa, lakini inaitwa dhib. Sio Kiswahili wanaitwaje? Wolf wale wanaitwaje? Mbweha Tanzania hivyo? Hapana, Afrika hivyo, ni sehemu barafu unaishi. Ile kweli anayo ile na anawinda, huyo haram. Dhaba ambayo fisi ambayo mguu mmoja fupi ndio dhaba kiarabu. Ulama wamekhtalifiana katika dhaba. Imekuja hadith Jabir radhiallahu anhu, fisi ameuliza ni fisi ni saidun nini said? Kiwindwa. Anasema ndio. Katika zama Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sema ndio. Wengine walama wanasema hadi walama Arabu wengine wanakuja hapa kuwinda, wanawinda hii huko. Walama wanaona ni fisi ni halal, anayo ile ya tena kubwa kabisa kuliko, yani hata kushikwa kwake ni nguvu hata kuliko simba yeye. Yani yeye hakati nyama hivi yana kama drill kama crocodile, ni hatari sana. Wanasema kwa hadithi Jabir hii, katika hii kaida hii tunavua. Jabir anasema kuna winda iko khira baina al-ilm. Hada Imam Shafi anasema tumekuta katika baina Safa wal Marwa watu wanauza nyama ya fisi halali. Shafi amezaliwa 150, yani anaongea 200 katika karni salafu radhiallahu anhu rahmatullah alayhi. Anasema tumekuta watu wanauza baina Safa wal Marwa, iko sehemu wanauza nyama ya fisi. Ina khilafu ndefu sana katika fuqaha. Shukran sana Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdal kwa majibu hayo. Msikilizaji wa Radio Maon FM, kwenye kipindi cha Fatawa hiko marudio, tukiwa kupata ufumbuzi wa maswali kadha wa kadha. Moja kwa moja hivi sasa tuende kuangazia katika kipindi cha familia, na leo tutakwenda kuangalia umuhimu wa wenye kuolewa. Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani, tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani na sunna za amini. Tuko duniani kulingania dini. Innal hamda lillahi al-mahmud bikulli hamdin